kwamba mimi ni service girl, nipo hapa kikosi cha Chita JKT 837 KJ, kwamba tangu nimefika mahali hapa nimejifunza mengi. Nipenda hata kutoa rai kwa watu wengine walioko mtaani kuja kwenye vikosi vya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwenye vikosi vya kujenga taifa hakuna mateso wala manyanyaso, bali inakujengea wewe ukakamavu pamoja na kukupatia elimu ya kujihusisha kwenye masuala mazima ya uzalishaji mali, shughuli mbalimbali za uzalishaji mali, ikiwemo kilimo pamoja na masuala mazima kama ufugaji wa samaki. Kwa hapa kwenye kikosi chetu tunajihusisha na ufugaji wa samaki pamoja na kilimo cha mpunga, na hata pia kuna miradi mingine mbalimbali kama ufugaji wa ng'ombe na kadhalika. Kwa hiyo wale ambao wana nadharia kwamba JKT kuna mateso, kuna manyanyaso, hiyo nadharia ni ya uongo. Lakini pia kwa wale watoto wa kike ambao wanaogopa kujiunga na vikosi vya jeshi, especially Jeshi la Kujenga Taifa, wakiamini kwamba kuna mateso au wanawake sijui wanafanyiwa ukatili, hapana, hiyo nadharia ni ya uongo, kwa sababu mimi mwenyewe hapa nilipo ni mtoto wa kike na nimejiunga na Jeshi la Kujenga Taifa na nina muda mrefu humu ndani, lakini bado nina amani, nina afya njema na nina uzoefu wa kutosha kwenye masuala mazima ya shughuli za uzalishaji mali. Pia kwa wale ambao ni wasomi, wanaona kwamba wakisoma wenyewe hawastahili kuja kwenye vikosi vya kujenga taifa, kwenye hivi vikosi vya Jeshi la Kujenga Taifa, kwamba huku ni mahali ambapo wanatakiwa kuja watu ambao hawajasoma. Mimi hapa nilipo ni elimu yangu, kiwango changu cha elimu ni degree. Nina bachelor ya wanyamapori, lakini nipo JKT na sijuti kuingia JKT. Kwa hiyo wale wasomi wote wasijione kwamba JKT sio mahali pao. Waje JKT na watajifunza mengi. Hapa nilipo nipo kwenye kitengo samaki, kwamba hili ni shamba letu la mradi wa samaki. Shamba hili lina mabwawa 28, yote yanahusika na ufugaji wa samaki. Mahali hapa tunaendesha shughuli za kuanzia hatua ya kutotolesha vifaranga vya samaki kwa kutumia hatchery, mpaka tunakuja tunampata samaki ambaye ni kifaranga. Tunaendelea kumtunza samaki huyo kutoka kwenye hatua ya kifaranga mpaka anakuja kuwa samaki mkubwa. Na katika shamba letu hili la ufugaji wa samaki, samaki anapofikisha uzito wa gramu 250, ndipo tunaona kabisa kwamba hicho kiwango kinaridhisha kwa ajili ya mauzo ya samaki. Kimsingi Tanzania ni yetu na inajengwa na sisi wenyewe, na ni jukumu la kila mmoja kuilinda Tanzania, haijalishi elimu ulionayo, umri ulionao. JKT inatupa fursa hiyo ya kutuwezesha kuja kujitolea kwa mafunzo ya awali ya Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na uzalendo, ukakamavu, nidhamu. Nimejifunza vingi sana nilipokuwa JKT, hasa hapa 837 KJ. Nimejifunza shughuli za uzalishaji. Tumekusanywa kutoka pande mbalimbali za Tanzania, iwe kanda ya Ziwa, nyanda za juu kusini, ukanda wa pwani. Wote tuko hapa tunaishi kama ndugu. Tunatengeneza umoja wetu kwa ajili ya maslahi ya Tanzania. Tanzania itajengwa na sisi wenyewe, na sisi ndio vijana ambao tuko tayari kwa kulitumikia taifa letu. Uzalendo huu utatusaidia hata baadaye tutakapokuja kurudi mtaani. Ule mshikamano tuliokuwa nao hapa ndio utakaotusaidia pia kutengeneza mshikamano mwingine. Na hawa vijana wanatoka kwa Watanzania wenzetu. Sio vijana wanaotoka jeshini. Tunawachukua hawa vijana kwa mkataba wa miaka 2. Miezi 4 ya awali wanafanya mafunzo ya kijeshi kwa maana kwamba wawe walinzi wa taifa, lakini miezi 20 wanajifunza uzalishaji mali na ziwepo stadi za kazi kama hii. Hii ni sehemu mojawapo ya taaluma ambayo wanatoka nayo ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Wanaporudi kwenye maeneo yao wanaweza kuendeleza taaluma hii kule walipo. Kwa hiyo kitendo cha kwao kurudi kwenye maeneo yao ni kwamba wanasambaza taaluma hii kwenye maeneo waliotoka. Cha msingi na ambacho sasa hivi tunajitahidi kwa kuwashirikisha wadau wengine. Malezi ya vijana wa Kitanzania ni mtambuka. Wapo watu wengi wanashiriki katika malezi ya vijana. Kuna Wizara ya Elimu, lakini wapo watu wengi ambao tukiwaunganisha pamoja wanashiriki katika malezi ya vijana. Unaweza kaona kuna program nyingi kwa ajili ya vijana, mpaka kuna BBT, Good Better Tomorrow.
BBT ya kilimo, lakini kuna BBT ya mifugo vile vile. Kwa hiyo tunachokifanya hapa sasa, sisi tukitoa hizi product za vijana wengi tunawashauri waweze kujiunga katika vikundi na kuweza kuaccess mikopo mbalimbali inayotolewa na serikali katika maeneo yao walipo, na sisi tunakuwa kama dhamana kwao, kwa sababu tunawafahamu tabia zao, tunafahamu namna wanavyofanya kazi, namna walivyo na hari ya kufanya kazi. Kwa hiyo wanapotoka kwenda kwenye maeneo yao, tunapoombwa dhamana kwa vijana hawa tuwadhamini kama jeshi, sisi tuko tayari, huwa tunawaveti vizuri, na wakienda huko wakianzisha vikundi vizuri, wengine wale wapo wanapata mikopo mpaka sasa hivi.